Ndugu Branham alihubiri jumbe nyingi sana za Krismasi, nyingi tu. Ukiangalia kwenye zile jumbe, kuanzia ujumbe wa kwanza kabisa ambao ndio nitausoma hapa, uungu wa Yesu Kristo, ulikuwa ni ujumbe wa Krismasi na ulihubiriwa siku ya Krismasi. Mungu awabariki sana. Haya, tutaenda tu kile ambacho mjumbe wetu alikuwa akitufundisha, akituwaelekeza na kutuambia, na yale aliyofanya hayo ndio tutafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Luka Mtakatifu sura ya 2, tasoma tu kuanzia mstari wa kwanza, nami nitasoma katika jina la Bwana. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Sasa wa Shamu, watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye akaondoka Galilaya aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Betlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa, naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamwita akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Tuombe. Mungu mpenzi, tumechukua kitabu hiki Biblia Bwana, ambacho tunaamini ya kwamba waandishi wake walivuviwa, na hakuna kilichoandikwa humu ambacho hakina uvuvio Bwana. Nasi tunaomba Roho yule aliyewapa uvuvio watu hawa walioandika, akatuvuvie na sisi Bwana, akavuvie mioyo iliyoko hapa inayotaka kupokea, akavuvie midomo inayonena Bwana, akavuvie masikio Bwana, akavuvie kila kitu tunachoendelea nacho hapa, yale hasa tunayoyafanya kwa ajili ya utukufu wako, tunaomba yakavuviwe Bwana Baba, ili wakati mmoja tena, kama muda bado upo, kikaandikwe kitabu cha matendo, na mkutano huu kaandikwe Bwana katika matendo haya, kwa kuwa tu Bwana tunaufanya tukiamini ya kwamba wewe ulituvuvia kufanya haya tunayoyafanya. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Bariki kusomwa kwa neno lako, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Naweza kuketi. Nimesema leo ni siku ya Krismasi, nikasema niseme jambo fulani kuhusu Krismasi. Kweli watu hawaamini katika Krismasi, hawaamini katika Krismasi. Wapo, na sio huko nje tu, na hata kwenye message wako watu hawaamini katika Krismasi. Lakini ukiangalia mjumbe wetu, yeye amesema mambo fulani kuhusu Krismasi. Yako mengi tu anayoyasema. Sasa sisi
hatusherekei. Tuna ibada ya Krismasi lakini hatufanyi sherehe ya Krismasi. Na kubeba hiyo miti, sijui kuvaa. Asubuhi nilikuwa naangalia TV nikakuta watu wamevaa kofia nyekundu na ufito wenye manyoya meupe hapa na kishungi kina weupe na vitu kama hivyo, na wao wanaita hiyo Krismasi. Lakini nabii ametufundisha vingine, anasema hiyo sio Krismasi. Hiyo ni hadithi fulani ya kutunga ambayo hata haina maana. Na hata watoto wetu tunatakiwa tuwafundishe kwamba hiyo ni hadithi ya kutunga. Krismasi yenyewe ya kweli kabisa ni Bwana Yesu Kristo. Sio hayo magari ya kurungu anayepita kwenye barafu, na huku kwetu hata barafu hatuna. Maana kama ingebidi atujie kwa njia ya barafu na sisi barafu hatuna, tungeikosa Krismasi. Lakini tunamshukuru Mungu, hakuweka katika gari la barafu. Ameiweka katika mwanae ambaye sasa wakati huu tunashiriki. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ushirika wetu ni katika yeye. Tunapokuwa na ushirika namna hii, ni rahisi sana kutumbukia katika jambo fulani. Mimi nakuja hapa kuja kuwa na ushirika na ninyi, lakini kuna namna ya ushirika ambayo ni mnayo, na mimi huko ninakotoka kuna namna fulani ya ushirika ambayo mimi nimeizoelea. Lakini nikija hapa na kuwapa ushirika wangu, sijui kama utamsaidia mtu yeyote hapa, na bila shaka utawaua. Na mimi nikija hapa nikaanza kupata ushirika wenu ninyi hapa, ushirika wa mchungaji na mfahamu mzee Ruazwe tu wengine. Kwa hiyo ni ndugu, nikikutaja usijisikie vibaya. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo nikianza kupata ushirika hapa mmoja kwa mwingine, huo utaniua mimi. Lakini kuna jambo moja ambalo tunapaswa kushiriki. Jina la Bwana libarikiwe. Hilo ni Kristo miongoni mwetu. Hilo ndilo jambo tunalopaswa kushiriki. Na kila mtu ana namna yake moyoni mwake. Yaani sisemi kwamba utafunuliwa Kristo mwingine, lakini vile Kristo alivyo kwako sivyo alivyo kwangu. Lakini ni yeye yule mmoja. Ni yeye yule Kristo. Lakini vile alivyo kwako sivyo alivyo kwangu. Jina la Bwana libarikiwe. Nategemea mahali alipokukuta, na jinsi alivyokuita, na jinsi anavyokutembeza. Na jinsi anavyokutembeza. Kwa nikisikia hadithi moja, iko mahali fulani, na mtu fulani aliimba kwamba Mungu ulitembea na mimi pale ukaniacha, nasikitika. Bwana uniambie kwa nini uliniacha. Mungu hajawahi kumwacha mwanadamu hata siku moja. Hata siku moja hajawahi kumwacha mwanadamu. Sasa kuna hadithi hiyo anasema mtu alikuwa anaangalia kuna nyayo mbili yani nyayo mbili zinafuatana, yani mbili mara mbili. Akajua hapa Bwana alikuwa amenishika mkono, tukaenda pale. Nilipitia kwenye shida sana pale, alafu zile nyayo zinazoonekana ni za kwangu. Pale wakati napita kwenye shida kabisa, zile nyayo zinazoonekana ni za kwangu. Akaenda kumuuliza Bwana, kwa nini uliniacha wakati napita pale? Akamwambia, hebu ziangalie vizuri hizo nyayo. Kwenda kuangalia hivi, akakuta hata sio za kwake, na yeye ndo alipitia pale. Na anasema nilipita hapa kwenye shida sana. Akasema hapa sasa tulipofika hapa, yani kama tungetembea tangu huku kwingine hivi kwamba nimekushika mkono hivi, hapa usingevuka.
Kwa hiyo hapa ilibidi nitembee mimi badala yako. Kwa hiyo hizi nyayo unazoziona sasa sio za kwako, ni za kwangu mimi nikiwa nimekubeba wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo wewe unaweza kupata ushirika na Mungu kwa namna ya peke yako, sio kama vile nilivyopata mimi. Sasa tunapokaa chini kupeana shuhuda, hizo ndio shuhuda za kupeana, kwamba kwangu mimi ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Na sijui kwa mtu mwingine, kila mtu ana namna yake jinsi ya alivyopokea. Kwa hiyo tunapokaa kuongea kuhusu yeye, shetani hapendezi, tunajua, lakini sisi tutakaa tunabadilishana uzoefu. Jina la Bwana libarikiwe. Wanasema tunabadilishana uzoefu. Ndugu tulikuwa tunaongea jana, ndugu akasema msemo mmoja, anasema wakati mwingine mambo yanatokea ili tuweze kubadilishana uzoefu. Unapata jambo ambalo wewe kwako ni gumu sana, lakini kumbe ndugu mwingine yeye alishapita kwenye jambo hili. Anakwambia tu ndugu, hili liko hivi, au hili litaisha tu. Tapita, litaenda. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaongea kuhusu yeye, na sisi hatuhangaiki sana, sijui. Nasema hatuhangaiki kutafuta. Ukimkuta, kwa mfano mimi, sisemi mtu mwingine, mimi ukikuta nasema sasa mimi naenda huku nitahubiri ujumbe gani? Napotafuta ujumbe sio kwamba nina ujumbe mwingine. Ujumbe tayari tunao na uko ghalani. Tunachotafuta ni mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu unataka watoto wako wale nini leo. Hiyo ndio tunatafuta. Na mimi naamini kila mhudumu anatafuta hicho, kwa sababu hakuna ujumbe tena. Yesu alipochukua ile mikate 5 na samaki, yeye ndo aliinua akaomba kwa Mungu, akaibariki, alafu akawapa wanafunzi wake gawa. Wale wanafunzi walipochukua ile kugawa, hakuna tena waombe, Baba tunaomba. Ni kuchukua na kugawa basi. Kwa hiyo tunacho chakula kingi ghalani, na tunachofanya ni kuchukua hicho chakula kutoka ghalani na kugawa. Ndio maana ukisikia ladha tofauti, hebu uliza. Mimi niko huru sana. Ukisikia ladha tofauti, niulize, ndugu, hii umetoa ghalani? Maana hatutaki chakula kingine, tunataka kula chakula kinachotoka ghalani. Jina la Bwana libarikiwe. Niulize tu kwamba ndugu, hii umetoa ghalani? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tutaenda, sijui tutafika umbali gani, lakini jina la Bwana libarikiwe. Uungu wa Yesu Kristo, mwaka 49 mwezi wa 12 tarehe 25. Nimeacha sehemu kubwa, sidhani kama ningekuwa na muda wa kupitia yote hayo, lakini nimeacha, nitaanza tu mahali fulani kwenye paragrafu ya 79. Ndugu Branham anasema uungu wake yeye ni nani? Baadhi yao humfanya kuwa mtoto mdogo huko nyuma. Yule ndiye aliyesimama juu ya yasiyoonekana. Lo, jamani! Jukwaa akainyoosha mikono yake, akanena na kusema iwe, ikawa nuru. Musa alianzia hapo mwanzo. Jina la Bwana libarikiwe. Musa alianzia hapo mwanzo, lakini sasa sisi katika wakati huu tumepata bahati ya kurudi hata kabla ya mwanzo, na watu wengi wanatatanika, hata hao wakana Mungu huko nje wanahangaika, wanatatanika kuanzia hapo mwanzo. Ndio wanatatanikia hapo, kuanzia hapo mwanzo, kwamba nini kilianzisha nini na nini kilianza kwanza kabla ya kingine.
Lakini sasa ndugu Branham, ukisoma katika maswali na majibu, anasema hebu twende pamoja nami nikuchukue katika ngazi ya milele. Tunasimama hapo mwanzo, alafu tunarudi nyuma kabla ya ule mwanzo. Hakuna nabii mwingine amefanya hivyo, ni nabii wetu ndo amefanya hivyo, na sisi wa wakati huu ndo tumepata bahati ya kurudi kabla ya huo mwanzo, mahali ambapo ndugu Branham anasema hata Mungu mwenyewe hakuwa Mungu, maana hakukuwa na kitu cha kumwabudu. Maana yeye alikuwa Mungu baada ya kuwa na kitu cha kumwabudu, lakini kabla hakujawa na kitu cha kumwabudu, anasema hata hakuwa Mungu, hata hakuwa mponyaji, hata hakuwa baba, hata hakuwa kitu chochote. Yani alikuwa ni yeye Mungu tu, na sifa zake zote ziko ndani yake, na wala haelezeki kwa sababu hajapata kujifunua kwa namna yoyote. Jina la Bwana libarikiwe. Ndipo alipotoka katika umilele kuingia katika wakati. Hapo sasa ndio ilipoanza kuelezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Akatoka, ndugu anasema ametoka katika ulimwengu wa yasiyoonekana, akaingia mahali fulani ambapo anaweza sasa kuelezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Haya, huyo alikuwa ni Yesu Kristo, kwa maana alikuwako ulimwenguni, nao ulimwengu uliumbwa na yeye, wala ulimwengu haukumtambua. Yeye alikuwa ni uungu wa Mungu. Angalieni aliyofanya kule nyuma. Nena kuhusu kimeujiza huko nyuma, unanena kuhusu kupiga kelele. Alipofanya mambo ya kimeujiza, kuviumba vitu vilivyomo sasa kutokana na vitu visivyokuwapo, alinena na ikawa. Na wengi shangaa, hata miongoni mwa waaminio wanasema tuliumbwa kwa udongo. Hatukuumbwa kwa udongo, tuliumbwa kwa neno la Mungu. Tuliumbwa kwa neno la Mungu, ila baada ya kuumbwa kwa neno la Mungu tukafanywa kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo sisi wenyewe haya mavumbi ya ardhi haya sio sisi hata. Na ndugu Branham anasema kwanza hata hatujawahi kuonana. Hivi tuko hapa lakini hatujawahi kuonana. Ndio maana nyota za Mungu kule nyuma, wakati Ayubu anaulizwa ulikuwa wapi, kule nyuma wakati nyota za Mungu zilipokusanyika pamoja, wana wa Mungu wakionana. Acha hivi, hapa hatujaonana bado. Tukionana, hiyo kelele yake. Kule Ayubu aliulizwa pale nyota za Mungu zilipopiga kelele pamoja. Kwa nini? Wana wa Mungu walionana. Sasa hivi hapa tunatazamana tu na haya makoti tuliyovaa. Koti lingine jeusi, lingine la blue, lingine la maji ya kunde. Ni makoti tu haya tuliyovaa. Lakini siku tutakapoonana ndio tutajua hiyo kelele yake inakuwaje. Jina la Bwana libarikiwe. Sema sasa, na nguvu zizo hizo Kristo yeye yule, haleluya. Acha watu wa kimsingi, acha hao watu wanaozikana nguvu za Mungu waseme ni uongo, bali nguvu zizo hizo zilizounena ulimwengu ukawa, ziko katika wale watu walio na Roho Mtakatifu. Nguvu hizo zilizounena ulimwengu ukawa, nguvu hizo zilizoumba. Kama una Roho Mtakatifu, unazo nguvu hizo. Jina la Bwana libarikiwe. Haya, hiyo ni kweli, wanaume kwa wanawake. Wakati umewadia kwetu kujua wewe ni nani. Ibilisi anajaribu kukuficha. Najua Ibilisi anajaribu kutufumba fumba. Anasema yani wewe na hii hali ulionayo, na umetoka nyumbani kwako, umepanda bodaboda kuja hapa, umepanda bajaji kuja hapa, umetembea kwa mguu kutoka nyumbani na unatoka jasho. Yani wewe nguvu za kuumba kwa Mungu ziko ndani yako. Hataki ujue hilo. Hataki. Lakini mjumbe anatuambia nguvu hizo ziko ndani ya wanaume,
na wanawake ambao wana Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Haya, anajaribu kukuficha, kukwambia kwamba wewe ni maskini tu, kitu kidogo kilichodhalilishwa. Sivyo ulivyo. Ninyi ni wana na binti za Mungu. Uungu hauko mbinguni, uko ndani yenu. Sasa iko hivi, hapo mtaani ninapokaa, na mheshimiwa mbunge jirani yangu. Wakati baba yao hata hajawa diwani, walikuwa watu wa kawaida tu na watoto walikuwa kawaida tu, lakini baba yao alipokuwa diwani, kuna hali fulani wakitembea wanajisikia kwamba sisi ni watoto wa mheshimiwa diwani. Yaani hakuna mtu hata anawafundisha wala kuwaambia Sasa baba yao amekuwa mbunge, yani ndo kabisa wanajisikia si watoto wa mheshimiwa mbunge. Unaona? Na hata ukikutana nao, yani kuna kule kujisikia fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Yani kama mkuu wetu labda wa wilaya hapa ana kijana wake na ana gari au ana pikipiki pale nyumbani, na huyo kijana labda anaendesha pikipiki, hataendesha kama watu wengine wanavyoendesha, ataendesha vile anavyojisikia kuendesha. Alafu hata polisi wale wakimkuta, asema kumbe ni wewe, angalia, nenda vizuri, kumbe ni wewe. Ana heshima fulani anayopewa, iko hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hata Injili haituambii kwamba viumbe vyote vinaugua, vinaangalia, vinatazamia kufunuliwa kwa wana wa Mungu, kwa sababu na vyenyewe vinaangalia ni akina nani hao ambao watakapopita tukae wima hivi tupige saluti zetu, wako wapi hao? Lakini ibilisi anajaribu kutufunika hapa. Tunaonana hawa ni wakule Kasulu. Sio wa Kasulu. Hawa ni wa boma ile ya Mungu. Yaani hawa ni boma moja. Wana na binti za Mungu. Wote tunatoka kwenye boma moja. Wala sio sema hawa ni wa Arusha. Hakuna wa Arusha hapa. Kuna wana wa Mungu. Boma hii moja. Ila tu wengine wanakaa nyumba ile, wanakaa nyumba hii, wengine wanakaa nyumba ile tu kwa sababu ya mazingira hivyo na nafasi na mambo kama hayo. Kwa hiyo uungu hauko mbinguni, uko ndani yenu. Haleluya. Najua mnafikiri nina kichaa, lakini acha nikwambie jambo fulani ndugu. Unapotambua kwamba Mwenyezi Mungu anaishi ndani yako, uzima usiopatikana na mauti, uzima wangu natoa zoe, uzima wa Mungu uko ndani ya mwanadamu. Kule nakotoka, mchungaji wangu anaendelea na ujumbe mmoja unaitwa Ufunuo mlango wa 4. Kadri tulipotembea kwenye ule Ufunuo mlango wa 4, ndugu Branham anaeleza Mungu tangu huko Edeni, yaani tuseme kabla ya Edeni, Mungu kule nyumbani kwake anakaa kwenye kiti, na kiti anachokalia kinaitwa kiti cha enzi. Jina la Bwana libarikiwe. Kinaitwa kiti cha enzi anachokalia. Anakaa kwenye kiti chake cha enzi. Na hata wafalme wa duniani kwa namna moja au nyingine wameiga jambo hilo, nao wanajifanyia kiti cha enzi. Yaani akishakuwa mfalme basi atajifanyia kiti ambacho kiti hicho hakai mtu mwingine, anakaa yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu alipofanya kiti cha enzi mbinguni, alipowaumba watoto wake na nini,
Kwenye ile ujumbe inasema walipokosea yeye akashuka duniani ili apate kufuatana nao. Jina la Bwana libarikiwe. Akafuatana nao kila mahali. Ndio maana ndugu Branham anasema ukisoma Biblia usipomuona Kristo, mahali popote unaposoma usipomuona Kristo, basi hujasoma vizuri. Anza upya. Anza upya kusoma Biblia mahali popote, iwe kitabu cha Mwanzo, iwe sijui katikati ya Biblia, iwe kwenye Ufunuo. Ukisoma usipomuona Kristo, yani Mungu aliyefanyika mwili, usipomuona, anza kusoma upya, kwa sababu Biblia nzima ni gumzo la Kristo Yesu. Yote inaeleza jambo moja tu. Kila mnapopata ile watu wanasema wazo la leo, hakuna wazo jingine, wazo ni Kristo tu. Ila Kristo huyo leo anaonekanaje? Leo anafanya nini? Leo ametuambia nini? Ndicho tunachotafuta. Lakini yote inaeleza habari ya Kristo. Kwa hiyo aliposhuka duniani akaanza kufuatana na mwanadamu katika kila hatua, akionyesha yale ambayo anaenda kuyafanya na mengine akiyafanya na kuyatimiliza. Huyo ilikuwa ni Mungu mwenyewe akidhihirisha. Ndugu Branham anasema alienda wakati fulani akaingia ndani ya Musa, alafu akataka kukaa na wana wa Israeli. Akataka jinsi anavyokaa kule mbinguni, ile anayokaa kule, kile kiti kiletwe hapa. Lakini kililetwa miongoni mwa watu ambao si wasafi sana kama kule malaika walivyo. Kwa hiyo kile kiti kilihitaji kunyunyiziwa damu, kikawa kiti cha rehema. Kwa hiyo akakaa katika maskani akiwa kwenye kiti chake cha rehema, kiti kilichonyunyiziwa damu. Kwa hiyo anapokaa kwenye hicho kiti chake kilichonyunyiziwa damu miongoni mwa wanadamu. Lakini alienda hivyo, baadaye akataka akae kabisa. Yaani sio kwenye maskani ili watu wakitoka huku waende wamfuate, waende wengine. Wakati mwingine sheria zinawabana kwamba wewe sio kuhani mkuu, utaishia hapa. Wewe ngojea mwisho wa mwaka hujafika. Wewe kuhani mkuu mwisho wa mwaka hujafika. Ili aondoe hiyo, akaingia katika mwili wa Yesu Kristo, akakaa miongoni mwao kabisa, bila kizuizi kabisa hivi. Lakini huo mwili ndio uliompicha, na hicho kiti kiko ndani ya Yesu Kristo. Ndio maana Wayahudi wakati fulani walimshangaa, huyu ni nani hata asamehe dhambi? Dhambi za mwaka mzima zilikuwa zinakusanywa, zinapelekwa kwenye kiti cha rehema, kuhani aende akaombe kwa ajili ya watu. Lakini sasa hicho kiti cha rehema kilichokuwa kikisamehe dhambi kiko hapo kinatembea. Anasema umesamehewa dhambi zako, jitwike godoro lako uende. Jina la Bwana libarikiwe. Hicho hapo kitu kile kile. Lakini baadaye akasema yeye anipendaye mimi atazishika amri zangu, na yeye azishikaye amri zangu mimi na Baba yangu tutakuja kwake na kufanya makao ndani yake. Unaona hicho kiti cha enzi kinavyotembea, hicho kiti cha rehema kinaingia ndani ya mtu, kinaenda kukaa hapo. Ndio maana ndugu Branham anasema uungu wa Mungu ule wa mbinguni uko ndani yenu sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hivyo ndivyo ulivyo. Najua katika hali ya kawaida ni ngumu kuibeba kichwani, lakini kama unaibeba kwa imani, vile ujumbe unavyosema, hivyo ndivyo ilivyo. Hicho kiti cha rehema kiko ndani ya kila ndugu, kila dada ambaye amepokea Roho Mtakatifu. Sasa hakitafanya hukumu huko, lakini kinafanya hukumu hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Na kama unafanya tu mambo ovyo, unaenda unavyojisikia na nini na kila kitu, alafu hakuna hukumu hapo ndani, hicho kiti hakimo.
Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kama hicho kiti kiko hapo ndani, uwezi ukafanya mambo ya ovyo ovyo, ukaenenda mwenendo usiofaa na hukumu isitoke. Kile kiti kiko pale kinatoa hukumu. Na kwa sababu damu imekwisha kumwagika, basi utapata rehema. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndugu dada, uungu huo uko ndani yako. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Kristo katika hori. Sikia mtu fulani anahubiri kuhusu Krismasi. Anahubiri kwa hasira kweli. Anasema, nani aliyewaambia kwamba Yesu alikuwa na nywele za plastiki? Nani alikwambia ile sura ya plastiki iliyoko pale ndio sura ya Mariamu au sura ya Yusufu? Nani aliwaambia kwamba amekaa kwenye ulezi uliopandwa jana? Yesu amekaa kwenye ulezi uliopandwa jana. Tuachane na vitu hivi vya kutengeneza na nini. Vinasherehesha ndio, lakini havina maana kabisa katika imani. Sio Krismasi hata hiyo. Wala yeye sasa hivi sio kitoto kichanga kwenye hori la ng'ombe kule. Hapana. Hiyo haitafaa. Alikuwa wakati fulani huko, lakini sio sasa. Hapana. Kristo ndani yako. Haleluya. Hatumwabudu Kristo aliye horini, bali Kristo aliye ndani yako. Roho Mtakatifu, tumaini la uzima. Haleluya. Muumba, Mungu mwenyewe akiishi ndani ya mwanadamu. Bado haijaonekana tutakavyokuwa, lakini tutamuona jinsi alivyo, kwa maana tutafanywa kama yeye, Roho ndani ya mwanadamu. Ndio maana naona saizi kidogo inakuwa ngumu kidogo, hata amina yake naitikia amina ndio, lakini si upati picha. Na ndugu Branham anasema hivyo, bado haijadhihirika bado. Amen. Bado haionekani vizuri jinsi itakavyokuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haya. Nivuka paragrafu nyingine tena, naenda 83. Anasema hamna nafasi kwake. Watu karibu hapa wakisema wao ni wa Kristo. Kanisa lao ni la Kristo. Wanaenda kwa nini? Basi ni nini kilichotukia jana usiku? Walifungua zawadi zao za Krismasi. Hebu tuone kuhusu baba mle ndani. Kwenye zawadi ya Krismasi, baba kaletewa zawadi ya Krismasi. Hebu tuone baba kaletewa nini? Mle ndani kulikuwa na nini? Ilikuwa chini ya mti wa Krismasi. Watu wengi jana usiku waliweka sanduku kubwa la bia mahali fulani. Wameweka mti wa Krismasi na unawaka pale na mipira ya dhahabu na pipi zimefungwa pale na kamba sijui na taa zile zinapokezana kuwaka pale. Chini yake wameweka sanduku la bia. Zawadi ya baba kwa Krismasi. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna nafasi kwa ajili ya Yesu. Yote ni bia. Wakafungua zawadi ya mama, jozi ya karata. Na sasa hivi kwenye TV wanasema kuna kifurushi kinaitwa sijui all in all. Ndio zawadi ya mama. Nampelekea kifurushi cha DSTV all in all, ili aweze kuangalia tamthilia ya Osmani Nampenda Suzi. Ndio zawadi ya mama hiyo. Jozi ya karata. Hakuna nafasi kwa ajili ya Kristo. Karata hiyo ni kweli. Badala ya Biblia ndogo ama kitu fulani kwa ajili ya watoto, ni kitabu kidogo cha G-Man ama maskini, kitu kama hicho. Hakuna nafasi kwa ajili ya Yesu. Badala ya kwenda kanisani, wanaenda kwenye sinema, madansi, kila kitu, na kujiita wa Kristo. Au hata sio. Au hata. Ndugu, wakati uungu wa Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu unapoingia ndani ya moyo wa mwanadamu, unakemea kila kitu ambacho Kristo hajaumba. Unajua hiyo ni kweli?
unakemea kila kitu ambacho sio neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu Kristo, tumaini la utukufu, ndani yako, sio kwenye kitanda cha mtoto, ndani yako. Huo ulikuwa ni wakati mmoja. Mungu alikuwa huko nyuma katika Mwanzo, ndipo akaingia ndani ya Musa, akaja katika wana wa Israeli, akaja kwenye kitanda cha mtoto, lakini sasa watamwabudu huko nyuma kabisa. Kama kile kitu fulani cha kabla ya historia. Wakati Kristo yuko ndani yako, Mungu huyu hapa leo hii, mwana wa Mungu akipanda juu, kanisa lake kuu linasonga mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Na kanisa lake kuu ni hili. Unajua wakati mwingine tunaogopa tu kusema kwamba sisi ndio kanisa lake. Wakati mwingine mtu anasema na nyinyi mnajisema tu kama wengine tu wanaposema. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu Branham anasema kuna injili hapa ya kuhubiri. Kuna injili. Hebu nisome kitu fulani hapa. Katika ujumbe huu wa vitambulisho vitano dhahiri vya kanisa la kweli la Mungu aliye hai. Vitambulisho vitano. Ujumbe huu ni wa jioni ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 60. Nasoma huo ujumbe niliosema harakati ya 130. Tukiwa katika Roho Mtakatifu, ndugu anasema tunaingia katika mwili mmoja. Sasa anasema mwili mmoja. Tunaingiaje katika mwili huo? Tunaingia ndani yake kwa Roho mmoja. Tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Na tunapokuwa katika mwili huo huru, tumehakikishiwa ufufuo. Mungu aliweka juu yake uovu wetu sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Si kwa kupeana kumoja kwa mkono. Unaweza ukawa unakuja hapa unasalimiana na mashemasi, kabla ya kuondoka ibada ikiisha unapeana mkono na mchungaji, na hakuna mtu anakunyoshea kidole wala nini. Haina maana sasa uko katika ule mwili. La, unaingia mle kwa ubatizo wa Roho mmoja. Ni kwamba watu hawakunyeshei mikono na Mungu amekukubali. Sio wewe umemkubali. Wewe umemkubali, sawa, umeenda mbele zake na yeye amekukubali. Anakutia muhuri, anakuingiza katika ule mwili. Akikuingiza katika huo mwili sasa, ndipo uungu wake unakaa ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Haya. Si barua moja ya kanisa. Wako makanisa hapa, ukitoka hapa ukija Arusha, mchungaji anakupa barua kwamba kwenye kusanyiko hilo utakapoenda wape barua hii. Unaweza ukaja na barua yako na usiwe katika ule mwili. Sio kwa barua. Lakini kwa Roho Mtakatifu mmoja. Kwa hiyo Myahudi, mataifa, manjano, mweusi, mweupe, wote wamebatizwa kwa Roho mmoja kuwa mwili huo mmoja, kupitia damu ya agano lake mwenyewe. Na nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna damu imemwagwa. Nitakapoiona nitapita juu yenu. Na tuko huru na mauti, na huru na uchungu, huru na dhambi. Yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi.
maana uzao wa Mungu unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi. Ni kawaida ukitembea hivi unajiangalia, na wakati mwingine unahesabu kwamba nilifanya hivi, na mengine uliyatubia, mengine hata yani unafikiria kwamba hili sasa mimi nikienda mbele za Mungu nitasemaje? Ulishakwenda mbele za Mungu mara moja, mara mbili, na sasa mimi hii hali itakuwaje? Kama wewe una uzao wa Mungu ndani yako, maana yake kile kiti kinafanya hukumu hapo ndani. Kwa sababu kama unafanya jambo baya alafu linakuhukumu hivyo, maana yake kwenye hukumu ile kule wewe hautakuwepo, kwa sababu kiti hicho ndicho kitakacho hukumu kule. Lakini sasa kinafanya hukumu ndani yako, hukumiwi mara mbili. Ukishahukumiwa huku, ikiisha imeisha. Sio mimi nasema, si yeye anasema uzao wa Mungu unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi. Na kuna maneno hapa anamalizia, anasema hana dhambi. Huyo ambaye uzao wa Mungu unakaa ndani yake hana dhambi. Kwa hiyo ndugu na dada, kama una Roho Mtakatifu, wewe huna dhambi, na unaishi hapa duniani haya maisha haya, huna dhambi. Mimi sijali nani anakuangaliaje, sijali wewe mwenyewe vile unavyojiona, lakini neno la Mungu linatuambia hatuna dhambi. Basi iweni wakamilifu kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Yesu alisema, unawezaje kuwa mkamilifu? Unajiuliza sasa, na maisha haya kweli na hivi ninavyofanya kweli nawezaje kuwa mkamilifu? Jina la Bwana libarikiwe. Yesu alisema unaweza kuwa mkamilifu. Huwezi kufanya hivyo. Ulizaliwa katika dhambi, ukaumbika katika uovu, ukaja ulimwenguni ukisema uongo. Bali unapomkubali Kristo kama mwenye kuibeba dhambi yako, unapomkubali kwa imani, unaamini ya kwamba yeye alikuokoa na yeye alikufa mahali pako na kuzichukua dhambi zako, basi Mungu anakukubali na kukubatiza katika ule mwili, wala huwezi kuona dhambi tena. Yaani haiwezekani dhambi zako uwe nazo wewe alafu na Yesu amezichukua. Basi hajachukua. Kama unazo hajachukua. Lakini kama alizichukua, hauna. Haiwezekani yote mawili yawe pamoja, kwamba una dhambi alafu Yesu amezichukua. Haiwezekani. Kwa hiyo ama unazo dhambi zako, unatembea nazo, au Yesu alizichukua dhambi zako na we huna tena. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haya. Ninawezaje kuwa mwenye dhambi wakati kukiwako upatanisho madhabahuni kwa ajili yangu? Jina la Bwana libarikiwe. Yaani zinakuwa nguo chafu zilizofuliwa zikatakata. Yaani nguo zimefuliwa zikatakata alafu ni chafu. Hazijafuliwa. Ama zimefuliwa hazijatakata. Lakini kama zimefuliwa zikatakata haziwezi kuwa chafu. Jina la Bwana libarikiwe. Haya. Soma hapo, nikasoma paragrafu ya 134 na 35 na Luka 1 na 130 na nimesoma 134 na Luka 135. Ngoja nisome ya 136. Anasema, na wakati Mungu anaponikubali na kunibatiza kwa Roho Mtakatifu, yeye alikuwa hana imani na mimi ya kwamba nisingetenda samani. Yeye alikuwa ana imani na mimi ya kwamba nisingetenda dhambi makusudi. Amina. Nisingetenda dhambi makusudi. Kwa hiyo mwanawe alinifanyia upatanisho, wala siwezi kuwa mwenye dhambi mradi tu nimehesabiwa haki, naye ameniingiza katika mwili wake. Nimekombolewa na yeye, si yale ninayofanya,
Jina la Bwana libarikiwe. Si yale ninayofanya, bali ni yale yeye aliyonifanyia. Hiyo ndiyo injili, na ni injili ambayo watu wanakuwa wazito kuipokea, lakini hiyo ndio injili yenyewe. Yaani sisi hatui watakatifu kwa sababu ya jambo lolote ambalo tumefanya. Hatuna lolote tulilofanya kuwa watakatifu, wala tutakalofanya ili tustahili kuwa watakatifu au kustahili kupokea uzima wa milele. Ni yale yeye aliyotufanyia. Tunapoyapokea hayo yeye aliyotufanyia, ndipo tunapokuwa wakamilifu kama baba yetu alivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Narudi kwenye ujumbe wetu, ule ujumbe wa Krismasi. Nilikuwa nikitaka kugusa hilo kwamba uungu ndani yetu unakuwaje. Haya, paragrafu ya 86, ule uungu wa Yesu Kristo. Anasema siku hizi kanisa lina supu za jioni, chakula cha sambusa za jioni. Waone ni nani anayeweza kuvaa nadhifu zaidi. Maonyesho ya mavazi. Wanaingia kanisani kwa fahari, utukufu. Ni nani aliye na kanisa bora zaidi, viti bora zaidi? Ni nani aliyeweza kucheza hiki? Ni nani anayeweza kufanya kile? Wala hakuna nafasi. Nyakati zote wana jambo lingine la kufanya kando ya maombi. Yaani itakiwa tuingie, tuwe na neno, maombi, tunaomba, tunafanya neno, tunaomba. Lakini tuna mambo mengine mengi mbali na hayo ambayo tunatakiwa kufanya. Jina la Bwana libarikiwe. Haya. Hawawezi kuomba tena, wana jambo lingine la kufanya. Hawawezi kuomba tena. Kamwe hawawezi kumpenda, kumtumikia Mungu kama walivyokuwa wakifanya. Hakuna nafasi kwake katika nyumba ya wageni. Na hii ni katika wakati wa mwisho, ewe rafiki. Hakuna nafasi kwake katika nyumba ya wageni. Bila shaka najua ile nyumba ya wageni inamaanisha nini, lakini ninarejelea nyumba ya wageni, nyumba hii ya wageni. Lakini Biblia ilisema siku hiyo mlozi utachanua maua, shauku ya mwanadamu itakoma, kwa sababu yeye anaendea nyumba yake ya milele. Nao waombolezao huzunguka mitaani, na au kamba za fedha kukatika na mtungi kuvunjika kisimani. Lo, rehema rafiki yangu. Lakini nabii pia alisema itakuwa nuru wakati wa jioni. Jina la Bwana libarikiwe. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Hiyo ni kweli. Njia ya utukufuni bila shaka mtaipata. Hiyo ni kweli. Wakati wa jioni umefika. Ndio huu sasa. Huu ndio wakati wa jioni. Kanisa sasa ambalo hapo awali lilikuwa limevikwa kama maskini, tukio lile la hori ambalo tumepitia, limefikia mahali sasa ambapo watu wanatambua kwamba uungu na nguvu za Mwenyezi Mungu zinaishi ndani ya mwanadamu. Uungu na nguvu za Mungu zinaishi ndani ya mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Lo, ndugu, dada, hebu niseme nanyi katika jina la Bwana Yesu asubuhi ya leo. Huyu sio mimi nawaambia, nabii anawaambia. Ndugu na dada, hebu niseme nanyi katika jina la Yesu asubuhi ya leo. Nani anataka nabii aseme naye? Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nataka aseme na mimi pia. Mngali mnanisikia? Lo jamani, hebu niwaambie jambo fulani. Wakati unakuja ambapo wanawake na wanaume karibu watafanana. Wanavalia sawa kabisa, huwezi kutofautisha mmoja na mwingine. Hiyo ni kweli. Mambo hayo yote katika Biblia yaliyosemwa yangetimia yako hapa. Hiyo ni kweli. Unajua hiyo ni kweli. Je, ni kweli? Haya. Na ndio ilivyo, ni kweli. Wanatenda sawa, wanafanana,
wanatukana sawa, wanazungumza sawa. Biblia ilisema itakuwa hivyo. Yeye alisema katika siku za mwisho kwamba nyakati za hatari zitakuja. Watu watakuwa wenye kujipenda, wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu, wasiofanya suluhu, wasingiziaji. Je, yamefikia? Hiyo ni kweli. Sasa hivi umefika wakati ambapo wanawake wanajua mengi zaidi. Wanajua mengi sana. Yaani uwezi, anakwambia kabisa uwezi kuniambia. Mimi siwezi kukwambia, lakini neno la Mungu linakwambia. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi siwezi kukwambia, lakini neno la Mungu linakwambia. Anasema achana na hiyo. Haya. Achana. Wakati wa nabii walimwambia achana na huyo Paulo, mchukia wanawake. Na wanaachana kweli. Maana wataachana hapa na neno lake, alafu hawatakutana kule. Maana wakishaachana hapa, kwa sababu hawatakutana kule, basi ndio wameachana hiyo mazima. Na mtu akikwambia achana na hiyo, ni kweli ndio mnaachana hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Wanawake hawataki kuongozwa, wanataka kuongoza. Wakikataa mfumo dume, yani wanawake wanakataa mfumo dume. Kutana na dada mmoja, nikaongea naye, yeye anasema yeye ni mwinjilisti. Kutana naye huko Andeni, ni mwinjilisti, kaja juu kweli. Nyinyi ndio mnaokandamiza wanawake. Nikamwambia hivi vipi? Hii miguu yako ni mizima. Una umri gani? Na miaka 38. Na miaka 38, mwinjilisti. Tangu umeanza kuitembelea umeipa likizo kidogo. Kuiheshimu, kuithamini. Kwamba leo sasa natembelea mikono. Kuithamini miguu yangu, natembelea mikono. Kwa hiyo kuiweka miguu mahali pake, sio kuidharau, sio kuidhalilisha. Ndio mahali pake, iko hapo chini. Na ninaipenda miguu yangu, na vyote nitaivalisha viatu, soksi, lakini bado itatembea hapo hapo chini. Hakuna siku itakuja huku juu. Itatembelea hapo chini. Ndio mahali pake. Kwa hiyo tunapowarudisha wanawake mahali pao, hatuna maana ya kuwadharau. Tunawaweka mahali pao, ndipo mahali pao. Tuliongea kirefu sana. Tumekaa pale shambani, kaingia nyani shambani. Akaenda kule, amefukuza yule nyani, anamfukuza huko, anazunguka nyuma ya shamba. Yaani shamba hilo yeye anafukuza hapa, nyani anaenda kule. Akimfuata kule, anatoka kule anakuja huko. Akarudi. Nikamwambia vipi, mfumo dume umekushinda? Si utaki mfumo dume? Nenda namwambie nyani kwamba sitaki mfumo dume. Kwa sababu yule nyani anajua we ni mwanamke. Kwa sababu hiyo kitu iko katika maumbile, sio katika mfumo fulani. Ni maumbile. Nikamwambia basi sasa twende na mimi. Tulipofika tu, yule nyani alivyoniona tu, huyo akabeba mahindi yake hapa, huyo mbio moja kwa moja akaenda. Nikamwambia ni nini kimemwambia yule nyani kwamba huyu aliyefika sasa ni mwanamume? Ni kwamba ameingia darasani kusoma mfumo dume? Sio mfumo dume, ndio mfumo wenyewe, ndio maumbile. Kwa hiyo wanawake wanadai haki zao. Hawadai za kwao, sasa wanadai na za wanaume. Alafu wakimaliza na wanaume, sasa hivi wanadai haki na za watoto. Zote wanataka wawe nazo wao. Wamekula haki zao, kataa mfumo dume, wamedai haki za wanawake, na sasa hivi wanadai na haki za watoto. Zote wanataka wawe za kwao. Na ilivyo katika hali ya kimwili na kiroho iko hivyo. Najua kanisa sasa hivi na lenyewe linakataa mfumo dume. Kanisa limefika halitaki kuambiwa tena.
Maana hataki mume wake amwambie, anataka vile anavyojisikia yeye afanye. Ni nini? Anakataa mfumo dume. Na mimi nina haki zangu bwana. Na mimi nataka nifanye hivi na haki zangu. Hizo zako zinatoka wapi? Kama yeye ndo aliyekuumba. Na anasema mume wako, muumba wako ni mume wako. Mume wako anakupa neno lake, wewe unasema una haki zako. Sijui zimeumbwa na nani? Kuna mtu fulani hapa ametengeneza haki fulani, haki bandia ambazo hazipo. Kanisa linataka kuishi kwa haki bandia. Mwanamke ana mawazo yake mwenyewe kuhusu muumba wake. Sio mawazo ambaye muumba wake amemwambia, ana mawazo yake mwenyewe kuhusu muumba wake. Na hii ndio maana unakuta sasa tunaanza binti wa mfalme, binti wa Mungu. Utakuta mtu mwingine anamwangalia, anaanza kumwambia, huyu naye, huyu si wa huku, wa huko Arusha. Binti wa Mungu unamwambia hivyo, huyu ni wa huko Arusha. Mungu wakati huyo binti yake alipoingia katika hali mbaya kabisa, alipokuwa atamaniki kabisa, hapo ndipo alipoacha enzi yake mbinguni. Wakati kule malaika wanamuimbia, amekaa kwenye kiti chake cha enzi, malaika wanamuimbia, akaona hii haitoshi, hailizishi kiu yangu, hainishibishi. Kiu yangu ni binti yangu yule pale. Anatoka, anaacha enzi, anamfuata mpaka chini, anamuinua. Wewe leo unamtazama, unamwangalia, unae wa nini? Wa nini Mungu amempia? Hapana. Hatupaswi kutazamana hivyo. Mungu anataka tujue sisi wote ni wana na binti zake. Usimfanyie mtu yoyote, yani mtu anaye, na hasa mtu anaitwa muaminio. Mtu huyo anaamini bila kujali huyo muaminio anafananaje. Usimfanye kitu chochote, ni muaminio. Kwa sababu wewe ndio una geji ya kuaminia. Nani ana geji hapa kwamba sasa jamani geji ndio hii, mtu ambaye hajapita kwenye hili? Wakati fulani tulifanya hivyo, na sio sisi tu. Kwani wakati wa Musa walipochagua wale 70, wakina Medadi hawakubaki huko nje ya kambi, wakaanza kutoa utabiri. Iko mahali fulani katika kitabu cha Hesabu au iko mahali fulani, wakachaguliwa wale 70. Wakati wanaenda mbele ya Musa, wengine wakabaki kambini, wale wakiwa kule, kwa sababu tayari walishapewa roho ile, wakaanza kutoa unabii. Joshua akaja kumwambia Musa, bwana, wakina Medadi wako huku wanatoa unabii huko kambini. Akasema, Musa, nenda ukawakataze. Akasema, waacheni tu, hawana madhara. Wakati wa mitume wa Yesu ilikuwa hivyo pia. Wakaenda wakasema, bwana, tumewakuta watu wanatoa pepo tena kwa jina lako, tukawakataze. Akasema, waacheni. Kama hawako kinyume na sisi, basi hao wako upande wetu. Lakini sisi wenyewe, sisi wana na binti za Mungu, tunataka watu wote waamini kama sisi tunavyoamini. Hapana, wacha yule aamini anapoamini. Angalia vidole vya mkono huu. Kwani vyote vinalingana? Ni vidole. Na vyote vya mkono huu, na gumba ili mpaka limfikie yule kadogo, labda nifanye hivi. Lakini katika hali ya kawaida havikutani. Hata kikiwa ni kitu cha kubeba, nitabeba hivi na havikutani. Na vyote ni vya mkono huo. Kwa hiyo wakati mwingine tunatazamana vibaya hapa na nini, ndugu, tutakutana kule. Na wakati mwingine yale machozi ya mwisho tutakayolia ili Yesu atufute, mengine ni hayo.
unamtazama yule yule ndugu yako ulikuwa unasema huyu. Nakumbuka siku moja tukiwa pale nilipata jambo fulani hilo. Nikasema fikiria Sauli. Kama sio nabii tungejua Sauli hakwenda mbinguni. Kama sio nabii. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nabii. Tunajua Sauli yuko kule. Tena mahali Samueli yuko na Sauli yuko hapo. Na Daudi yuko hapo hapo. Daudi yule ambaye wakiwa huku chini alikuwa anamuinda. Yaani kila mahali Daudi aende ajifiche kwenye pango anaye. Amekimbilia mlimani anaye. Amevuka mto anaye. Kila mahali amemuinda mpaka dakika ya mwisho Sauli anaondoka. Anamuinda Daudi. Sasa wakifika kule inakuwaje? Na wapo kule, sio wakifika, wapo kule. Halafu unajua hizi meza hatutakaa meza mbalimbali sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu, hawa kuna watu wengine hawaamini katika kumheshimu mchungaji. Kama uamini katika kumheshimu mchungaji, ndugu Branham anasema kama we ni kondoo huna mchungaji umepotea. Kama we ni kondoo huna mchungaji umepotea. Maana kondoo ndiye kiumbe kipole na kijinga sana ambacho kinatakiwa kiongozwe kila hatua. Na Mungu ameweka wengine. Sio wamejiweka. Sio mfumo dume umeweka. Na Mungu ameweka wengine kanisani kuwa mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji. Na wengine na pengine hii hutaipenda sana. Na hizo nyingine zote zinalelewa na mchungaji. Maana huyo ndio mtunza nyumba ya wageni ambaye amepewa zile dinari 2. Huyo ndio mtunza nyumba ya wageni aliyepewa dinari 2. Wewe ukijeruhiwa huko unaenda pale. Yeye anatumia ya kwanza, tumia ya pili. Pengine hizo zote hazijatosha. Yule aliyemwachia akamwambia tumia hizo, mimi naenda zangu. Nikirudi kama kuna malipo kuna pesa za ziada umetumia, kuna gharama nyingine umezitumia, hizo nazo nitakulipa. Huo ni mkataba kati ya yule aliyeleta mgonjwa na mtunza nyumba ya wageni. Ukikaa hapo kwenye nyumba ya wageni tulia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu anatushughulikia. Ameweka utaratibu huo ili tupate kutembea kwenye hiyo. Tunapokosa heshima manake tunamkosea heshima yeye aliyeweka utaratibu. Nataka mchungaji aseme tu yale unayopenda kusikia, sio yale usiyopenda kusikia. Kumbusha mdogo wangu karibu apate kilema. Alikuwa anacheza na wenzake akajigonga kwenye goti. Halafu wakati wa kusafisha kidonda anataka mtu uchukue maji na sabuni na dodoki, unapitisha hivyo juu hapo tu hivi. Pitisha hivyo juu hapo tu. Basi. Kumaliza paka mafuta nenda. Sasa ule wako usugue hivi. Meno mgongoni. Hata kupiga meno mgongoni. Wakati umeinama huku unasikia meno mgongoni. Kwa hiyo wakati wa kumuosha kidonda lazima ashikiliwe. Tena sehemu ya kushikilia kubwa ni kichwa. Maana ndio meno yaliko. Wakati mwingine mchungaji lazima asugue. Kuna vitu havijakaa vizuri hapa, atasugua tena kwa nguvu. Alafu akisugua inaumiza.
lakini ndio tiba yenyewe. Unafanyaje? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tukae hapo kwenye mfumo ule ambao yeye ametuwekea. Ukitoka nje ya mfumo ule, yani we mwenyewe utaona tu kila kitu kinakukataa, kwa sababu huo mfumo ni wa kimaumbile. Mungu aliweka hivyo. Haya, wanaume na wanawake, kama Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu, Kristo aliyezaliwa miaka 2000 iliyopita alifikia utu uzima. Kamwe hakukaa kwenye susu, hakuendelea kukaa kwenye lile kapu humo. Alifikia utu uzima. Na leo hii ni ukumbusho tu wa siku ya kuzaliwa kwake. Nao wanafanya nini? Wanatafuta mti fulani, wanaukata, wanatengeneza mti wa Krismasi kwa ajili ya watoto. Lakini nawazia hilo ni sawa, sipigi hilo teke, lakini jambo ni kwamba wao hushughulikia zaidi mti wa Krismasi kuliko wanavyomshughulikia Kristo. Umejinyima, umefanya nini? Unaenda kushughulikia kupamba huo mti au kwenda kuununua kwa gharama kubwa, wakati kumbe ile hela ungepeleka kanisani kama sadaka. Sijui sadaka ya shukrani kumaliza mwaka, sadaka labda ya upendo unampa mchungaji wako, sijui sadaka ya kawaida kanisani ukaweka kwenye kapu ikafanya kazi fulani. Haufanyi hivyo, unatunza hiyo hela kwa ajili ya kununua huo mti. Una nafasi kwa ajili ya Kristo, una nafasi kwa ajili ya mti, na unauweka kuna mahali pake kwamba mti huu utakaa hapa. Ndugu Branham anatuambia wakati fulani Marekani kulikuwa na kiti kwenye bunge la Marekani cha mgeni asiyejulikana. Walipokuja wakakiondoa, ona wanachovuna sasa. Wakakiondoa. Unajua walikuwa wakija wakiangalia hivi kwa macho ya kawaida wanadhani yule mgeni hayuko pale. Yuko pale. Kila siku walipokuwa wanafanya kikao vyao na nini na kila kitu na maamuzi waliokuwa wanafanya, yeye alikuwa pale. Kwa hiyo wakajua huyu mgeni ambaye haonekani anaharibu maendeleo yetu. Kumbe yeye alikuwa anazuia wasiendelee nje ya maendeleo ambayo yeye anayataka. Waendelee tu kiasi ambacho yeye anataka. Wao wanataka waendelee kupitiliza. Waendelee tu mpaka wanaume waoe wanaume, wanawake waoe wanawake, na wachukie Israeli na nini na mambo kama hayo. Walitaka hivyo. Yeye alikuwa anazuia. Kwa hiyo wakaamua ondoa hicho kiti. Na walipoondoa hicho kiti ndio hicho wanachokipata sasa. Hakuna mtu alitegemea kwamba Marekani ndio ingekuwa nchi ambayo wanafanya maandamano kwamba Israeli wapigwe na kuwekewa vikwazo na nini na kila kitu. Hakuna mtu angetegemea hivi. Lakini imetokea. Nini? Wametoa kile kiti. Haya. Anasema Chris Kingo yuko kote nchini. Alikuwa nani? Mjerumani, mtakatifu wa Kikatoliki. Miaka mingi iliyopita, mzee aliyeenda huko na huko akitenda mema. Na siku hizi imekuwa karibu ni ibada. Hiyo ya Baba Krismasi ndio imekuwa ibada. Huko Dar es Salaam, Arusha, wapi, chukua gari, wanamweka kwenye gari, anatembea pale, akipita na ingiza mkono mfukoni akirusha hivi pipi, siku nini, chokoleti, watoto wanamzunguka tu. Wengine hata kama walikuwa wanaenda ibadani, akipita huyo, hakuna ibada tena, watoto wote watamuandamia. Ibada imekufa. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni kweli. Ni sawa kuwaambia watoto ama chochote unachotaka kufanya nijuavyo mimi, lakini jambo ni kwamba ni rahisi sana kuanguka katika utaratibu huo upande mwingine na kumsukumia Kristo nje. Misingi halisi ya Kristo ya Krismasi, naye mtu anayechukua Chris Kingo badala ya Krismasi halisi, hiyo ni kweli. Hakuna nafasi kwa ajili yake katika nyumba ya wageni. Yote yameonyeshwa. Kama tungekuwa na wakati, najua muda unaenda na kunachelewa. Haya.
Nimemaliza ujumbe huo wa uungu wa Yesu Kristo ambao ndugu alihubiri kuhusu Krismasi. Niguse jambo fulani hapa tena. Sasa tunafanyaje? Unajua kuna wakati ambapo ndugu Branham alisimulia hadithi moja kwamba kuna mtoto, baba mmoja alizaa mtoto huko mbali. Alienda sijui kufanya kazi, sijui kufanya nini, akazaa mtoto huko na nini. Lakini akawa anafanya mawasiliano kwamba huyo ni mwanangu, huyo ni mwanangu, ni mwanangu, na anajua ana mtoto kule na nini. Wakati ulipofika akatuma tiketi. Akatuma tiketi. Kama ingekuwa ya treni basi ni first class. Tena ile ya standard gauge. First class. Ambamo first class una chumba chako, unakaa mle na kitu unachohitaji unaitisha. Unagonga kengele pale, mtu anakuja mhudumu, unasema tukuhudumie. Anataka soda tafadhali. Soda gani? Ya baridi, ya moto? Nakuletea. Kama chakula kifika wakati wa chakula, kile chakula ambacho wanasevu wanakuletea. Kama utaki hicho unasema mimi sitaki, ondoa hiki na hiki na hiki, weka hiki. Kwa hiyo utatembea huko njiani ukiwa na hiyo tiketi yako ya first class, unakula, unakunywa na nini mpaka utakao kufika. Kwa utaratibu uliowekwa. Akapewa ile tiketi yule mtoto. Anaambiwa bwana, nenda kwa baba yako. Baba yako yuko wapi? Wewe nenda, hiyo tiketi itakufikisha huko. Ukifika kule kuna watu watakupokea, waambie mimi ni fulani. Kwa hiyo anaenda, fika njiani anaona njaa. Sasa si ajui ile first class hata ina nini. Anaona njaa, anahangaika, akiona watu wanakula, anatamani, anawaangalia na nini. Hatutakiwi kuwa hivyo. Sisi sio wa hivyo. Kwanza kutamani, sijui huku inakuaje. Lakini watu wako wanatoka kwenye message wanaenda huko ambako kuna makanisa eti kuna maombi, sijui watu kwenye maombi wanapokea. Mtu anatoka anaenda huko kwenye mahema hayo wanayosema wana maombi. Eti naenda kule nabii akanitamkie. Halafu sisi sio wa hivyo. Sisi tayari tumeshatamkiwa. Tumeshaambiwa. Na ya kwetu ina uhakika kwa sababu imetoka kwenye kiti cha enzi. Hiyo ya kwake ameitoa mahali fulani huko alikojificha na hema yake. Lakini hii imetoka kwenye kiti cha enzi. Kwa sababu hakuna mtu mwingine yeyote. Wote wanatoa ushuhuda. Tafuta shuhuda mbalimbali za William Marion Branham katika wakati huu. Mahali kokote kwenye mitandao tafuta tu. Wako wanaompinga, sawa, hatukatai. Wao walimuita hivyo Yesu Beelzebuli na kila kitu. Lakini wako wanaotoa ushuhuda wa kitu ambacho katika huduma ya William Marion Branham kilitokea. Wapo. Tafuta wanavyosema. Tafuta Benny Hinn anasemaje kuhusu William Marion Branham. Hao wahubiri wanaowaita wakuu, wakina Moses Serulo, tafuta. Wanasemaje kuhusu mtu huyu? Jina la Bwana libarikiwe. Kuna vitabu vimeandikwa. Mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Soma ujue habari zake na vile anavyoshuhudiwa. Haifanani na hiki kinachoendelea huku nje. Yeye kama alikuwa anatoa unabii katika upambanuzi, atakutaja wewe ni nani, jina lako ni nani, unatoka wapi, na mambo uliofanya ndani mwako wakati unakuja au wakati fulani huko nyuma kabisa. Acha wanaosema naona mtu anaumwa tumbo. Kwani unafikiri kundi la watu namna hii kutakosekana mtu anaumwa tumbo? Patapatikana mtu anaumwa tumbo. Lakini yeye hakufanya hivyo. Anakwambia unaumwa tumbo, na tumbo la namna gani, na ulionana na daktari lini, na ufanye nini ili uweze kupona. Halafu hakuna hata namba ya M-Pesa wala ya Mixx Bias hapo inayopita. Ukimalizana hapo wewe pokea uponyaji wako, nenda.
Lakini ngoja sasa hawa wapatie sasa hivi. Akikipatia jambo moja, tutakuonyesha namba hapa. Unaniona kwenye skrini hiyo namba inayopita hapo chini ya M-Pesa au Halo Pesa, Mixx Bayasi hapo. Hapana, ni tofauti. Sasa mwana wa Mungu anaposahau yeye ni nani, akatoka akaenda kule, ni jambo la hatari sana. Haya, kumwamini Mungu. Tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 52. Paragrafu nitasoma ya 133 hapo kidogo. Nitasema sasa Mungu anapotajirika na kuingia ndani kabisa hapa chini. Unaona? Kadri unavyozidi kuingiza Mungu hapa ndani, ndivyo unavyozidi kumwamini Mungu, kwa sababu kuna yeye zaidi. Na kadiri unavyokuza hili hapa chini, ndivyo unavyoweza kumwamini Mungu zaidi. Ndugu dada, huwezi kwenda kumtafuta Mungu mahali fulani popote pale kama yeye kwanza hayuko huko. Huwezi ukasema kwenye ule mkutano Mungu hakuwepo kabisa. Ni kwamba wewe ukuwa naye. Kwa sababu kwani unamtegemea nani amlete Mungu hapa? Au unatoka nyumbani unaenda kwenye ibada, unategemea nani amlete Mungu? Mchungaji ndo amlete Mungu? Mwinjilisti, shemasi amlete Mungu? Nani, ndugu nani amlete Mungu? Jina la Bwana libarikiwe. Mwanzoni tulipoanza tulisema ushirika tulionao ni kile Yesu Kristo alicho ndani yetu. Kwa hiyo mimi nitakuja na kile ambacho Kristo ndani yangu, kile alicho ndani yangu nitakuja nacho hapa. Na wewe kile alicho ndani yako utakuja nacho hapa. Na ndugu atakuja nacho. Na mchungaji atakuja nacho. Na kila mtu mwingine atakuja nacho kile Kristo alicho ndani yake, atakuja nacho hapa. Hicho kimoto kidogo na kidogo na kidogo kingine, tunapata moto mkubwa tu. Alafu moto huo ukikusanyika pamoja hivyo, hata kama kilikuwa kimkaa kinaka hivyo, ukachukua na kingine na kingine ukaviweka hapo, upepo, wanasema ukaja upepo, kama upepo uvumao uliotoka mbinguni, ukitoka ukaja kwenye moto ukapuliza, lazima moto uwake hapa. Lazima moto uwake hapa. Kwa sababu tayari kuna kimoto fulani umekuja nacho, na mimi nimekuja nacho, na mwingine amekuja nacho. Tunapoweka hapa pamoja, ule upepo ukija, lazima jambo fulani litendeke hapa. Lakini shida hatuji na chochote. Unategemea fulani atakuja naye. Mimi sidhani kama kuna mhubiri anamleta Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Paulo wakati fulani alikuwa akihubiri, anapeleka Kristo kila mahali. Mungu akamwambia kule usiende, kule sina watoto. Maana yake nini? Sina watu ambao nimeweka kitu ndani yao. Na yeye kama atakuja hapa, maana yake tayari ameshaweka kitu ndani ya watu cha kuaminia kile kinachoenda kusemwa. Kwa hiyo lile neno litakalosemwa wataliamini, kwa sababu wana kitu cha kuaminia ndani. Najua hivyo Mungu anatufanyia hivyo siku zote. Mungu akaja akakutana na wanafunzi wake, akawauliza, hivi watu wananisema mimi ni nani huko? Watu wakasema, wengine wanasema wewe Yohana Mbatizaji, wengine Yeremia, wengine siyo nani, siyo na mmoja wapo wa manabii aliyefufuka wa zamani. Na ninyi? Yeye ni Mungu amesimama pale, anawauliza ninyi mnasema mimi ni nani? Petro akasema, wewe ni Yesu, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Alipojibu vile, alimwambiaje? Kwamba sio wewe, sio wewe, ni Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo alimuuliza swali, alafu yeye mwenyewe akarudi akaingia moyoni kwa Petro. Akaenda kujibu swali lake mwenyewe.
Kwa hiyo anaweza akaja hapa akaingia ndani mwangu, mimi nimejikaa huko, nimejificha huko, nimefanya niliyofanya, sio nimeomba na kufanya nini, nimejiandaa, anakuja ndani mwangu kusema, lakini tayari kashaingia ndani ya moyo wa dada fulani pale, ameingia ndani ya moyo wa ndugu fulani pale, ili akaitikie neno lake amina. Wewe unasema ni mimi naitikia amina. Kama amina hiyo inatoka ndani, maana yake ni yeye kaingia kule ndo anasema amina. Neno la Mungu huwezi kuamini. Kama sio yeye huwezi kuamini. Na Mungu anayo ibada yake. Na ibada yake ni kulisikia neno lake na kuliamini. Jina lake libarikiwe. Yeye mwenyewe anasema, ndugu Branham anasema, hiyo ilikuwa ni ibada yake. Alipolipeleka neno lake, alikaa akaliamini kwamba neno hili linakwenda kufanya kile ninachosema lifanye. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo neno likaenda likafanya kile alichosema lifanye, na kikafanyika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu analiamini neno lake mwenyewe. Hiyo ndio ibada ya Mungu. Na alifanya ibada mwenyewe kule mbinguni, akalituma neno likaumba, akaja duniani anafanya ibada ya kwake mwenyewe, kwa sababu amehama mbinguni, yuko ndani ya watoto wake, huko anafanya ibada yake. Analituma neno, linaenda linaaminiwa, na ye mwenyewe akiwa ndani ya waaminio, halafu linatenda kazi. Kwa hiyo kiasi cha Mungu ulicho nacho moyoni mwako ndicho kiasi cha Mungu utakachokiona kwa ndugu ama kwa dada. Nilikuwa na jirani yangu mmoja, kana watoto wake watukutu watundu. Yeye mwenyewe alikuwa anawaita watoto wake watoto wa mbwa. Kwa sababu kufanya, we nini hapa mbwa we? Kidogo we mbwa. Hebu nitolee hapa mbwa we. Nikamuuliza hao watoto ni wa nani? Akasema ni wa kwangu. Kwa hiyo wewe mama mtu umezaa mbwa. Haiwezekani, kwa sababu mtoto wa nyoka ni nyoka. Wewe mtoto wa mbwa atakuwa nyoka? Atakuwa mbwa. Na mama yake ni mbwa. Sasa tangu nilipomwambia hivyo, akabadilisha, akawa anasema hao watoto wa mbwa. Na yeye mwenyewe alikuwa mbwa kweli, kwa sababu asingewaona wale watoto ni mbwa kama yeye mwenyewe sio mbwa. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe mwenyewe ukiwa mwana wa Mungu, uko ndani, wewe ukiwa mwana wa Mungu, utamtazama, utamuona tu mwana wa Mungu. Na wakati mwingine wana wa Mungu wao wanagafirika, kama alivyogambirika Sauli, akawa anatafuta kwa bidii kabisa kumuua Daudi. Na shetani mjanja kweli, akataka aone na Daudi atafanyaje. Akamsogeza vizuri hapo, akamsogeza kabisa Sauli huyo hapo. Daudi akaambiwa Sauli huyo hapo. Na akaambiwa hapo, ukiinua hapo, ukipiga moja tu hapo asimami tena, imeisha. Lakini kwa sababu Daudi alikuwa mwana wa Mungu sana moyoni mwake, alipotazama hivi akasema siwezi kumnyoshea mkono Masihi wa Bwana. Kwa nini? Ile kitu ilijaa moyoni mwake sana. Yaani pamoja na haya vurugu zote hizi zilizotokea. Kwa hiyo kama ndugu unaona dada amefanya sijui, yani unamshangaa kwamba huyu dada ndo nilienda nikamchumbia huyu ndo nilienda nikamchukua nyumbani nikamleta huyu ndo huyu kweli huyu, mbona yuko hivi? Yani utamtazama, ikifika siku ukimuona mbwa, maana yake wewe ndani yako kumejaa mbwa. Yani ukafika ukamwambia mke wako mbwa, maana yake wewe moyoni mwako kumejaa mbwa. Lakini kama hakujajaa mbwa, utamtazama, utasema huyu ndo kipenzi changu.
Na kwa kawaida asali inakuaga hivyo ndugu. Asali ukichunguza inavyotengenezwa, ni hatari. Sichunguze inavyotengenezwa. We kula asali usikie utamu wa asali. Usichunguze inatengenezwaje. Inapotengenezwa huko kuna vitu vinatengenezwa, vinakorogwa huko, lakini ikitoka pale ni tamu. We kula hiyo tamu. Basi. Unajua huyu ni kipenzi changu. Pamoja na mikorogano hii yote iliyopita na nini, huyu ni kipenzi changu. Huyu ni wa kwangu. Jina la Bwana libarikiwe. Haya. Kwa hiyo na hapo ndipo roho hii humu ndani inapochukua tabia ya baba yetu wa mbinguni ambaye ni Mungu, kama inapochukua tabia ya baba yangu wa kidunia kutoka kwa mzazi wangu wa kidunia. Ndio maana kama ndani yako amejaa Mungu, na Mungu alitufuata sisi, yani wakati mwingine alituma watu, ilipofika mahali hatuwezekani kabisa, akaja mwenyewe. Halafu akatuita. Wakati tulipoitwa, hatukuitwa eti kwa sababu tulikuwa tunamtafuta Mungu sana. Hatukuitwa kwa sababu tulikuwa watakatifu. Hatukuitwa kwa sababu tulilelewa vizuri. Mimi sijui watu wengine. Mimi niliitwa nikiwa katika hali mbaya sana. Hapo nilikuwa mgonjwa. Wakati huo miaka ya 90, ukisema mgonjwa maana yake ni muathirika. Niliitwa nikiwa hivi. Lakini siku hizi kila nikienda kupima kama imetokea, maana huwa siendi, yani kwenda hospitali kwamba nikapime, naenda kupima nini, ila ikitokea wanataka kunipima, wasina wasiwasi, wanipime tu. Na wakinipima wanasema hongera kwa kujitunza. Mimi sio hongera kwa kujitunza, natunzwa. Lakini huko nilikotokea. Basi tuache, kwa sababu ushuhuda wangu hata haufanyi chochote, utaharibu tu maisha ya watu. Nimetokea katika maisha yasiyofaa kabisa huko. Nikaitwa. Nikaja. Na nazo baadhi ya picha nilivyokuwa vile na hivi. Sasa ukilinganisha kwamba huyu ndo huyu, lakini inakuwa hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa sababu yeye alitupenda sana, akatufuata katika hali hizo za hali ya chini kabisa, akatuinua. Sasa kama yeye alituona hivyo, hakuna sababu ya sisi kuonana vitu vya ajabu. Usimuone ndugu yoyote kitu kingine chochote. We muone mwana na binti wa Mungu bila kujali hali yake ikoje. Na hasa anayekiri kwamba anaamini ujumbe wa wakati wa jioni. Tuna misimamo na mitazamo tofauti, na tuko kwenye ujumbe humu. Ndugu, tuko humu kwenye ujumbe. Tuna misimamo na mitazamo tofauti. Wala usimtazame yule mwingine kusema hawa si wale wanani. Sio wa kitu kingine chochote, wao ni waaminio tu. Hivyo walivyo ni waaminio. Isipokuwa kama Mungu amekupa geji ya kupimia, kwamba hawa nikiwaweka kwenye geji, mstari unachora hapa, wako pembeni. Na hicho kitu cha hukumu ya jumla ya watu wengine inangoja kufanya kule kwenye cheupe. Sasa hivi ikitoa hukumu inatoa ndani ya mtu mwenyewe. Inatoa ndani yako. Kama unafanya mambo hayo ambayo neno la Mungu linayahukumu, hiyo hukumu itakuja ndani yako hapa. Wala sio kwa ajili ya mtu mwingine, ni kwa ajili yako we mwenyewe. Na maisha unayoishi na mwenendo ulio nao. Itatoa ndani yako hukumu. Lakini ukiona unaanza kukata wale, kwamba wale kule ni na hawa huku ni tayari wewe umeshafika kwenye kiti cha hukumu kule. Na Yesu mwenyewe alisema hata mimi si wa hukumu, wala sikuja kuhukumu kwanza. Mnaye anaye wa hukumu. Sikuja kuhukumu, lakini kule atakuwa hakimu. Yeye si hakimu leo. Kuna wakati ile dhabihu itatolewa pale. Madhabahuni kutakuwa hakuna damu. Ile dhabihu itatolewa.
hicho kiti sasa kitageuka kuwa kiti cha hukumu. Kikigeuka kuwa kiti cha hukumu, kikigeuka kiti cha hukumu, Yesu mwenyewe alipokuwa anakisogelea kile kiti, yani anajua kabisa amezaliwa kwa ajili hiyo, si ndio? Alilia pale bustanini, anajua kwamba Baba, ni kweli mimi nimekuwepo kwa ajili ya siku hii, lakini ikiwezekana niepushie. Ile hukumu hiyo sio ya mchezo. Hukumu ile ambayo Yesu mwenyewe alisema kama ikiwezekana tutafute njia nyingine, lakini alikuwa hamna njia nyingine, lazima uhai utolewe. Kama unaweza kuikwepa sasa, unaikwepa. Lakini usipoikwepa sasa, ukifika kule, hukumu hiyo sio ya kawaida. Wewe angalia pale bustanini, Mungu akiwa na hasira akamwambia nyoka, kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula. Ndugu Branham anasema yule nyoka alipoteza, yani akapoteza mabega, akapoteza nyonga, akapoteza sijui miguu, akapoteza mikono, akapoteza mwili wa kawaida wa kuteleza. Ule uhandsome wake ambao Hawa alimtazama akasema huyu ni very handsome, aliupoteza wote wap, na nyoka akaanguka chini, akaanza kutembelea tumbo. Sio hukumu ya kawaida. Ndugu Branham anasema ndio hukumu kwenye ule ukatili wa dhambi. Anasema ndio hukumu iliyomfanya Bwana Yesu Kristo mpaka damu na maji vikatengana. Vikatengana, maji na damu vikatengana. Ni hukumu kuu mno. Sasa ili wana wa Mungu wasifike kule, Mungu ameweka tu hapo ndani yako. Ameweka hicho kiti ndani yako hapo, nacho ndo kinarekebisha sasa kila kitu. Usipeleke huku, peleka huku. Ukifanya hivi anatoa, toa, usipeleke huku, peleka huku. Kiko hapo, inafanya hukumu kwa urahisi sana. Lakini lazima ufikie mahali unaangalia. Juzi tulikuwa tunaongea na ndugu mmoja pale, kasema wana wa Mungu tumefika tumejisahau. Badala ya kuchukua silaha kumlenga adui, na hivi tumechukua tunalengana wenyewe. Tunalengana wenyewe. Tumejisahau. Sisi sio Kaini na Abili. Watu wanasema Kaini na Abili walikuwa watoto wa baba mmoja. Hapana, sio kweli. Tunamshukuru Mungu ametuletea nabii. Kaini na Abili hawakuwa watoto wa baba mmoja, na walikuwa na halali ya kuwindana, lakini sio sisi. Kama tunawindana, manake sisi ni Kaini na Abili. Huku ndani kuna watoto wa kuna uzao mwingine huku. Lakini kama hatuko hivyo, kwa nini tuwindane? Sisi ni watoto wa baba mmoja. Hizi chini juu zipo katika maisha. Hizi chini juu zipo katika maisha. Zipo kabisa. Nasema kuna wimbo tunauimba huko kote, nyimbo za waaminio. Anasema wakati fulani nilikuwa mlimani na Bwana Yesu, alafu wakati mwingine nikaenda bondeni kabisa huko chini sana. Hao watu wengine huko duniani wanasema mapito. Yaani unapitia katika hali ambazo, lakini huko nako Mungu yupo. Daudi alisema hata nikienda kuzimu, nikakifanya kitanda changu kuwa kuzimu, na huko nako na wewe mkono wako unanifuata. Sio kwamba umeniacha, ninajapopita katika bonde la uvuli wa mauti, huko nako utanifuata. Sasa ukimuona ndugu yako anapitia huko chini, usiseme huyu na yeye huyu sio. Ni yeye amepitia tu huko. Na sio kwamba Mungu amemwacha, amepitia, atapitia tu huko, pengine atapitia mahali fulani afu atakuja. Atakuja. Jina la Bwana libarikiwe. Amina na amina. Sasa tazama, naipenda hii tu.
Mungu yule aliyewahuisha wafu, ayaitaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Unajua nini? Mungu aliumbaje dunia? Dunia hii tunayoketi juu yake asubuhi ya leo, watu hawataki kuisadiki imani. Mungu aliumbaje dunia? Aliinena. Amina. Unaona? Aliinena na ulimwengu ukatokea. Na ulimwengu huu asubuhi ya leo ni neno lililonenwa la Mungu, na yeye aliamini neno lake mwenyewe, la sivyo asingelituma. Kwa hiyo anayeliamini neno lake mwenyewe alilituma. Hii hapa, iangalie. Na kama Mungu na wewe ni mzao wake na Mungu yuko ndani yako, yeye ataamini neno lake mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Ingawa haiwezi kuonekana, kuguswa, kuonja ama chochote kile, utaamini hilo. Unaona ninachomaanisha? Kwa maana Mungu ndani yako ataamini neno lake mwenyewe. Je, hiyo ni kweli? Alafu uangalie vitu unavyoviona, unaangalia mambo ambayo Mungu alisema. Wakati mwingine tunahukumiana kwa kutazamana hivi, kwamba huyu sio, kwa kumtazama hivi, pengine kwa sababu ya sura yake, pengine kwa sababu ya nguo alizovaa, au kwa sababu pengine jana alifanya jambo fulani. Hapana, yeye kama mwana wa Mungu ni mwana wa Mungu tu. Hizo chini juu hata hazihusiani na wokovu wake. Hazihusiani na wokovu wake. Kwani Daudi alipofanya ile dhambi aliyoifanya, alimwambia Mungu, nirudishie wokovu wangu? Wokovu haukuondoka. Alimwambia nirudishie furaha ya wokovu. Alipoteza furaha ya wokovu, hakupoteza wokovu wake. Kwa hiyo hizi chini juu tunazokuwa nazo hizi na mambo shida hizi tunazokuwa nazo, tunapoteza furaha ya wokovu. Umeokoka lakini unamtazama ndugu, jisikira, unataka ukimuona ndugu kule unageukia huku, unataka uende huku. Kuna kitu fulani huko ndani kinauma. Kwa nini? Hauko mahali pako ulipopaswa kuwa. Hauna baraka zile ulipaswa kuwa nazo. Kuna vitu fulani haviendi sawa huko ndani. Lakini swala la wokovu wako liko pale. Mtu mwingine atakutazama atasema huyu kwisha habari yake. Wewe uliyesema kwisha, na wewe ndio kwisha. Wewe ukamwambia mwana wa Mungu kwisha. Mungu amemchukua, amejua huyu hatatenda dhambi tena. Akampa roho wake, akampiga muhuri kwamba hii ni bidhaa iliyokamilika. Itafika nyumbani, vyovyote ilivyo itafika nyumbani. Mwanadamu hana ushindi mwingi anaposhuka. Najua hili haswa. Mungu hufanya miujiza kupita kwa mpasuaji stadi, kupitia dawa za matibabu. Mungu hufanya mwanadamu haifanyi. Mungu hufanya mwanadamu haifanyi. Mungu huifanya. Katika Zaburi 103 sura mstari wa 3 ilisema, mimi ndimi Mungu niponyaye magonjwa yako. Hakuna uponyaji uwezao kuja ila kwa njia ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Watu waamini katika dawa. Watu waamini katika dawa. Bwana anasema hata hiyo dawa, hata huyo daktari yeye, sio kwamba yeye ndo anakuponya. Zaburi haisemi daktari aponyaye magonjwa yako. Mimi ndimi Mungu niponyaye magonjwa yako yote. Hayo hata ukienda hospitali, jamaa akafanya upasuaji na nini, alafu akaondoa hiyo shida na ukarudi ukawa mzima, mimi ndimi Mungu Bwana niponyaye magonjwa yako yote. Kama unadhani hilo haliwezekani, ngoja Mungu aondoe kinga. Ndio wanaanza kukuita majina, anasema ana upungufu wa kinga. Kwani kinga nani aliweka? Ni Mungu aliweka kinga, si ndio?
aliziweka zifanye kazi hiyo ya kutibu, na kinga Mungu aliziweka ili zipate kukutibu. Kwa hiyo zinapopungua, haijalishi daktari anafanya nini, pengine anaweza kuongeza madhara zaidi badala ya kupunguza. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema nasi tunaona leo hii ya kwamba Mungu aliahidi katika siku hizi za mwisho ya kwamba mambo haya yangetukia. Watu wana shida gani? Wao ni vipofu? Haya basi, imani katika neno. Unaona, huwezi kuokoa mtu yeyote, na kuhubiri injili ya wokovu hakufanyi wewe kuwa mwokozi wa kiungu. Kuhubiri injili ya wokovu haikufanyi kuwa wewe mwokozi wa kiungu. Si zaidi ya kuhubiri uponyaji wa kiungu kunifanya kuwa mponyaji wa kiungu. Walikuwa wanamuita ndugu Branham mponyaji wa kiungu, bali ni imani katika neno la Mungu lililonenwa. Yaani mhudumu akija hapa na wewe ni mgonjwa na neno la Mungu liko hapa linasema yeye alikwisha kukuponya, mhudumu anapokuja hapa ni kuinua tu imani yako iende ikashike hiyo ahadi ya Mungu. Basi ndio anachofanya, anainua imani yako iende ikashike hilo neno la Mungu. Sio kwamba yeye ana nguvu fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo anafanya tu hivyo, halafu unashika jambo hilo na Mungu anakuponya. Sio anakuponya, alikwisha kukuponya, lakini tu wewe unapokea uponyaji wako. Maana ndugu Branham anasema yote tunayohitaji, kama ni uponyaji, kama ni wokovu, ulikwisha kufanyika miaka 2000 iliyopita, wakati yeye alipokuwa madhabahuni, alipokuwa msalabani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo alipopanda pale alimaliza yote, na sisi tunaimba kila siku hapa, yote alimaliza pale Kalvari. Lakini ukiingia kwenye shida unasahau kwamba kuna mengine unadhani yalibaki. Hakubakiza, yaliisha. Yote yaliisha. Ni kwamba tu kiwango chako cha imani kinashuka. Unashuka tu, unakuwa huko chini kabisa huko. Jina la Bwana libarikiwe. Nasi tunaona leo hii ya kwamba Mungu aliahidi katika siku za mwisho ya kwamba mambo haya yangetukia. Watu wana shida gani? Wao ni vipofu. Haya basi, imani katika neno. Unaona? Nikisha kusoma hilo, nami najua haya kwamba baadhi yetu tuna imani zaidi kuliko wengine, na wale walio na imani nyingi wanatakiwa kuwaombea hao wenye imani chache. Katika zile karama ukiangalia, Mungu anagawa karama. Mwingine maarifa, mwingine hekima, mwingine imani. Huyu mwingine anaweza akawa tu na hekima nyingi sana, lakini mwingine ana imani kule. Maana anasema hata ukiwa mgonjwa, una shida, huwezi, waite wazee, waambie ndugu, mimi hapa kuna maisha yangu kuna vitu havijakaa sawa. Nini ndugu, nimeishi hivi, kaishi mambo ambayo hayafai. Unaweka sawa, ukimaliza wazee wanakutia mafuta na kuomba. Anasema kuomba kwake mtu mwenye imani utamuinua mgonjwa yule. Kwa hiyo mwenye imani akija akikuombea utasimama. Na hii sio waliandikiwa wakina nani, tuliandikiwa sisi. Hata tunapokuwa wagonjwa inatakiwa twende kwenye njia hiyo na tusimame, kwa sababu neno la Mungu ni kweli. Ni imani yetu kuileta hapo katika hilo neno. Wakati ule ugonjwa ulikuwa unaogopeka sana, ni kansa. Na ndugu Branham alionea kansa mpaka akaandika na kitabu. Je, unaogopa kansa? Alionea kweli. Na sasa hivi labda tukisema tunasema ukimwi, sijui nini, sijui homa ya ini, ndio tunaziogopa kweli. Lakini sisi itakiwa tuzionee mpaka tuandike kitabu kwamba je, unaogopa ukimwi?
Nitakiwa tuuonee ukimwi yani mpaka. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sasa hivi tunauogopa badala ya kuuonea. Anasema, lakini ikiwa uishi namna sahihi ya maisha, afadhali uachane nayo. Shetani atayacheka maombi yako. Maisha. Na wakati mwingine mambo hayaendi katika uamini wetu, kuna mambo hayaendi kwa sababu ya maisha tunayoishi. Ukiishi maisha ya shetani, alafu unamuomba Mungu, shetani anacheka, huyu jamaa naye anafanya nini? Jina la Bwana libarikiwe. Afadhali uachane nayo, shetani atayacheka maombi yako. Lakini unapoishi vyema na kutenda haki na kuwa na imani katika Mungu, shetani atatetemeka unapozungumza. Kwa sababu Mungu aliapa chini ya wajibu, yeye angeshughulikia Sara hiyo. Hiyo ni kweli. Mungu amejiwajibisha mwenyewe kwamba watoto wangu watakapokuwa wanaomba nitasikia. Jina la Bwana libarikiwe. Haya, ngoja nisome tena. Paragrafu moja hapa. Naona muda umeisha. Tuende tukapumzike. Bwana wabariki sana. Twende kwa nani? Tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 60. Paragrafu ya 143 naanzia hapo. Anasema, mbona mtu fulani amesema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele? Maskini mchungaji hapa huenda akalihubiri. Baadhi yenu huenda mkakwaruza kichwa chenu na kusema, siamini jambo hilo. Mnaona? Wewe huko katika hali ya kuliamini. Likubali tu kwa imani, ndipo basi utaliona. Sasa Yesu alisema, muda kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Hiyo ni utaratibu wa ulimwengu, hautaniona tena. Hata hivyo ninyi mtaniona mimi, ninyi muaminio, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya, hata nyingi kuliko hizi mtazifanya, kwa sababu ninaenda kwa Baba yangu. Nitaondoka, kisha nitarudi tena na niwe pamoja nanyi. Sema Yesu hajawahi kumwacha muaminio hata siku moja. Na ndugu Branham anathibitisha hapa. Anasema Yesu aliondoka, alafu akarudi. Yaani bado kitambo, ulimwengu hautaniona kwa sababu naenda zangu kwa Baba, lakini nyinyi mtaniona kwa sababu nitarudi na kukaa ndani yenu. Nikodemo alijiuliza swali hilo. Lile swali, ninawezaje kuzaliwa mara ya pili? Mimi ni mzee, niingie tumboni mwa mama yangu mara ya pili? Kiongozi wa kiroho anauliza swali la Kiswahili. Akasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Sasa fasiri yake pale kweli kuuona, yani anasema kuuona ni kuufahamu. Kuufahamu ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Kwa hiyo usingeweza kuuona hasa usipokuwa uone ukitenda kazi. Lakini njia pekee utakayoweza kuufahamu, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Lazima jambo fulani litendeke kwenye maisha yako ndipo uweze kuona ufalme wa Mungu. Ndipo wakati ukiwa ndani ya Kristo, Roho Mtakatifu aliyeiandika Biblia, ambaye alimthibitisha Kristo, yuko ndani yako kujitambua mwenyewe. Amina. Hiyo ndiyo sababu huna budi kumjia. Sasa huwezi kuona mpaka umemjia yeye. Sio umekuja kanisani, wala sio umekuja kwenye kusanyiko la waaminio. Mpaka umjie yeye.
Na wakati mwingine tunakuja kwenye kusanyiko la waaminio, tunakaa kirefu bila kumjia yeye. Unatembea tu muda mrefu. Nilikuwa na ndugu fulani alikuwa ananipa ushuhuda. Mtoto wake alikuja akabatizwa pale kanisani tunapoabudia. Anasema nimekaa naye huyu mtoto tangu akiwa mdogo. Amesoma shule ya msingi, ameenda sekondari, niko naye tu mpaka ameenda chuo. Akiwa kazini sasa, kwa sababu akiwa chuo alikuwa anakuja pale kanisani, akiwa kazini ndo akaja akaamini. Akiwa kazini akaja akabatiziwa pale. Lakini wakati mwingine unaweza ukabatizwa, sawa, tunaamini ni kwa sababu ya kuhesabiwa haki, ndipo unakwenda kudhihirisha kile kilichotendeka ndani yako. Alafu usipige hatua nyingine kwenda kwenye utakaso wala kwenye ujazo wa Roho Mtakatifu ukatembea kirefu hapo. Kuna kitu unapoteza. Inatakiwa upige hatua. Piga hatua moja baada ya nyingine hata kufikia mahali ambapo yote inakamilika. Umemaliza hizo hatua zote. Lakini kama ukupiga ukakomea mahali fulani, itaanza kukusumbua. Maisha yanasumbua. Unakwenda unapoteza. Ndio tunasema mtu amekaa humu, tumekaa naye miaka 10, 15, anatoka anaenda kwenye kibanda cha maombi. Amesahau. Ajui yeye ni nani. Huyo sio kama tai. Tai anaporuka, anapozidi kwenda juu ndivyo anavyoona chini vizuri zaidi. Lakini ndege mwingine akienda juu anapoteza kuona. Hajui anavyoruka. Anaweza karuka hivi, hajui anaenda juu au anaenda chini. Tai hayuko hivyo. Kwa hiyo hebu uzaliwe mara ya pili. Uzaliwe uwe tai halisi. Tai anayeona mahali alikokwenda, mahali anakotoka, na anayeweza kwenda kwenye viwango vya juu. Asiyebugudhiwa na hivi vitu vidogo vidogo huko. Kuna vitu tunaambiana kwamba usipofanya hivi, usipokuja kwenye kusanyiko letu, usipoamini kama sisi tunavyoamini, usipofanya vile sisi na mchungaji wetu tunavyofanya, wewe hauna nini. Ndugu Branham anasema huyo ni tai yule aliyeshushwa na dhoruba. Amekaa kwenye tawi, kwenye dhoruba, kuchakuru anampigia, wewe kama kanisani kwenu kuna mhubiri, wewe uendi. Wewe kama wewe unasikiliza kanda, wewe uendi. Wewe kama wewe unasoma vitabu tu, wewe uendi. Wewe, huyo ni kichakuru anampigia kelele tai aliyeshushwa na dhoruba. Ndugu Branham anasema yule tai alipochoka kusikiliza hayo, unajua alichofanya? Anasema alitandaza mbawa zake mara moja tu. Akapiga mipigo kama miwili tu. Akaacha upepo uingie kwenye mbawa. Akaanza kuzunguka. Akaenda juu. Anasema yeye alijua jinsi ya kuweka hizo mbawa. Lakini ukimsikiliza kuchakuro, yeye kuchakuro ni mnyama wa chini, ni wa kwenye miti, na atakupigia kelele kwamba wewe uje huku kwenye ibada yetu huku chini ya miti huku. Maana hawezi kwenda nje hapo. Atapanda tu mpaka kwenye kitawi kule, kama ni mti ni mrefu atapanda mpaka hapo juu kidogo. Lakini hawezi kuruka akaacha mti, kwa sababu yeye ni wa chini. Lakini tai, tai unatandaza mbawa. Na mbawa zako ni mbawa za imani. Unatandaza mbawa zako, upepo unaingia, unaruka, unaenda juu sana, ambako kuchakuro kwanza hata hutamsikia wala hutamuona tena huko. Lakini bahati mbaya hatufikii kiwango cha tai.
tunatikiswa na mambo madogo madogo. Mtu anakuja anakutikisa, umeamini miaka yote mpaka umepokea Roho Mtakatifu. Wakiuliza kwa nani ana Roho Mtakatifu, unanyosha mkono. Leo mtu anakuja anakuambia anakuondolea Roho Mtakatifu wako wote, anakutupa chini puu. Unaanza kuamini upya. Hapana. Tai hawako hivyo. Tai kama akifikia kwamba sasa mbona haya mabawa nikijaza upepo haujai sawa sawa, anachomoa. Anaenda kwenye jabali, anauma hayo. Nenda kasimame kwenye mwamba wenye imara. Ule mwamba wa kale uliopigwa kwa ajili yako. Nenda kasimame pale. Gonga mdomo. Gamba litatoka. Litatoka kwenye macho, litatoka miguuni, litatoka, utachukua ujana wako tena. Maana anasema wao wamngojao Bwana watakuwa kama tai. Watapata ujana wao tena. Watakuwa na nguvu mpya. Hicho ndio tunachotaka kufanya. Nenda kwenye ule mwamba wa kale. Usiende kwa mtu yoyote, usimkimbilie mtu. Hata usimkimbilie hata mchungaji wala mtu yoyote. Nenda kwenye mwamba wa kale. Jina la Bwana libarikiwe. Ukigonga pale, gamba litatoka hilo la zamani. Alafu utakuwa kijana tena. Ndio tabia ya tai. Kwa hiyo kama tumeenda tunaona utusitusi na nini na shida na haya yote, tunapoyaona hayo, narudi kwenye ule mwamba wa kale. Jina la Bwana libarikiwe.